Sasa naja mbele yenu leo kuwahubiria injili ya Yesu Kristo. Wengi mjini huu hawajapata kusikia maneno haya ambayo Yesu Kristo mwenyewe aliamrisha yahubiriwe duniani mzima, kona zote za dunia, kwa kila kiumbe, kwa kila mtu, kwa kila mwanamke, kwa kila mwanaume, wapate kusikia habari yake, wapate kumjua yule aliyekufa, wapate kumjua yule aliyefufuka, wapate kumjua yule aliyesulubiwa, wapate kumjua yule ambaye ana nguvu juu ya kifo, wapate kumjua yule anaye nguvu juu ya ukoma, wapate kumjua yule anaye nguvu juu ya magonjwa, wapate kumjua yule ambaye anafanya chochote ambacho kinampendeza. Na jina lake ni moja, na jina lake ni dawa, na jina lake ni uwezo, na jina lake ni uponyaji. Kuna wengi hapa wanajaribu mambo yote wanayoweza, wanapata wanashindwa, wanahitaji ushindi, wanahitaji uwezo, wanahitaji hiyo jina, na hiyo jina ni Yesu Kristo. Na injili ya huyu, wengi wamefichwa injili ya huyu Yesu, wengi wamezibwa injili ya huyu Yesu. Injili ya Yesu imehifadhiwa. Watu wamekufa kwa sababu ya hii injili, wamekufa ili kuhifadhi, ili kufikie wewe. Wametoa maisha yao ili habari hii kufikie wewe. Mwingine amekuja kwako amekwambia ni uongo, amekuja kwako amekwambia imekuwa fake, amekuja kwako amekwambia kuna jamaa alikaa chini akakwambia akajitengenezea. Umejisomea? Jisomee uone Mungu, jisomee uone Bwana, jisomee uone utukufu ambayo binadamu hawezi jiandikia. Anaweza jiandika kitu kama hiyo? Anaweza tengeneza kitu kama hiyo? Hata kama ako creative aje, hata inua aje mtu kutoka kwa wafu, hata amrisha aje mtu aliyekufa atoke kaburini, hata amrisha aje ukoma utoke. Nani alikaa chini akafikiria mambo kama haya? Jisomee injili ya Yesu Kristo. Usijinyime utukufu wa Yesu Kristo. Usijinyime utukufu wa Bwana wa mabwana. Usijinyime utukufu wa Mungu aliye juu. Na unapatikana pekee katika sura ya Yesu Kristo. Wacha nikuambie, wanasema huyu Yesu tunamjua, huyu Yesu ni nabii, huyu Yesu tunamjua. Lakini katika hadithi zote za huyo nabii wanaacha Yesu mwenyewe. Wanajenga mtu pale, huyo sasa ndio amejenga, lakini hakuna Yesu pale, hakuna Yesu anakufunza pale. Ukiona kuhusu huyu Yesu lazima ustaajabu. Kama hujastaajabu hujajua Yesu, kama hujatetemeka hujajua huyu Yesu, kama hujajawa na hofu hujajua huyu Yesu. Na nitakusomea tu kipengele tu, sitakusomea hadithi yote, nitakusomea kipengele tu, na kupitia hiyo kipengele uone hakuna Yesu unajua. Nenda ukajua Yesu wa kweli wewe. Yesu anazungumza na walimu wa sheria, wale wenye ustadi, wale wenye wanajua. Unaenda unaambia mtu tujadiliane mambo ya dini, anasema mimi sijui. Enda kwa walimu pale, enda pale kwa wakubwa pale, wamesoma hao, enda ujadiliane na hao wenye wamesoma. Haya basi, hao ndio walikuwa wanajadiliana na Yesu hapa, hao walimu. Hao walimu wako ndio walikuwa wanajadiliana na huyu Yesu. Akawaambiaje? Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, nyinyi ni wanafiki, kwa maana mnasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani
mmejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha ndani ya kikombe na sahani kwanza, ndipo nje itakuwa safi pia. Huyo Yesu wako ameisema maneno kama haya? Huyo Yesu wako ashaiongea hivyo? Anakuambia, angalia wewe mwalimu, wewe unaambia watu unataka kuwa sawa, hakikisha umesali, hakikisha umetoa sadaka, hakikisha umetoa zaka, hakikisha umefanya mambo mazuri. Watu wanafanya vitendo nzuri ili waonekane nje, ili wasifiwe na binadamu, wapigiwe makofi. Angalia huyo ametoa shilingi 100. Angalia huyo ametoa lori mzima ya chakula. Angalia huyo hajakosa hata siku moja ya kufunga. Asifiwe huyo, apigiwe makofi. Lakini ndani ni uchafu, ndani ni unyang'anyi, ndani ni uzinzi, ndani ni uchoyo, ndani ni matusi, ndani ni kukosa kiasi. Mchafu. Amechukua kikombe akasafisha nje, ndani ni nini? Ndani ni uovu. Yesu wako amekwambia hiyo? Yesu wako amekwambia hiyo? Unamwita mtume hapa, huyo mtume amekwambia hivyo? Moyo wako ndio umeoza. Hata ufunge siku ngapi, hata utoe sadaka kiasi gani, ni moyo imeoza. Kwa nini unatoa hiyo sadaka? Ndio upigiwe makofi. Tutakupigia makofi kakaangu, wewe na uzinzi wako. Msikize huyu Yesu, msikize huyu Yesu. Niambie kama ushaijua Yesu, ama kama hakuna Yesu unajua. Ameambia hawa walimu tena nini? Mumesikia ya kwamba walioambiwa watu wa zamani, usiue, yeyote atakayeua atapaswa hukumu. Lakini mimi nawaambia aje? Yesu anakuambia nini? Anakuambia yeyote atakayemkasirikia ndugu yake atapaswa hukumu. Tena yeyote anayemwambia ndugu yake fala wewe, yaani mjinga wewe, raka wewe, anapaswa kujibu kwa baraza la Wayahudi. Lakini yeyote atakayemwambia wewe mpumbavu anapaswa hukumu ya moto wa jehanamu. Yesu anakuja anakuambia, nyinyi mmefunzwa jinsi ya kusafisha nje. Mumeambiwa lazima uchukue kisu, uchukue mtu, uue, ndio ihesabiwe umeua. Mimi ninakwambia hiyo roho ya kuambia ndugu yako wewe ni fala sana, hiyo ni roho ya muuaji. Roho ya muuaji uko nayo wewe, roho ya muuaji. Safisha roho yako wewe, safisha roho yako. Msikize tena huyu Yesu ambaye wanamuita nabii. Nabii anasema hivi, mumesikia ya kwamba imenenwa usizini, lakini mimi ninawaambia yeyote anayemtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Amekwisha kuzini. Hiyo ni roho ya mzinzi hiyo. Safisha kikombe ndani wewe. Mumeambiwa ukichukua gari ya wenyewe wewe ni mwizi. Yesu anakuambia wewe ambaye haulali usiku kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya kutamani hiyo gari ya mwenziwe, wewe ni mwizi tayari. Osha hiyo roho, osha hiyo roho. Mungu anahukumu roho, Mungu anaona roho. Roho ndio chafu. Umefunzwa kusafisha nje, umefunzwa kufanya ili watu waone. Yesu anakuambia mimi ninaona hiyo yenye unaficha, hiyo ndio ninaona. Osha kikombe ndani wewe.
Osha kikombe ndani. Tena ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, nyinyi wanafiki, munafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo yanapendeza kwa nje, lakini ndani yamejaa mifupa ya wafu na kila aina ya uchafu. Vivyo hivyo kwa nje mnaonekana watu kuwa wenye haki, lakini ndani umejaa unafiki na uovu. Yaani jamaa anasifiwa, amesifiwa, wote wanasema huyo shehe, huyo ni muungwana, huyo anajua mambo anayofanya, huyo hufunga siku zake zote, huyo anafanya mambo yote inayofaa huyo. Lakini anasambiwa wewe ni kama nini? Kaburi imepakwa chokaa. Amekaa msafi sana, lazima anawe, lazima ajioshe, lazima aoshe kichwa. Roho ndio chafu, lakini na nje ni kaburi, lakini kaburi imepakwa pale, imefanywa marembesho. Nje ni marembesho tu, kaburi imejaa marembesho. My friend, bado kaburi iliyojaa marembesho ni nini? Si kaburi bado. Roho iliyojaa uzinzi na nje inaenda kuswali, si ni uzinzi bado? Roho ya uongo na bado anafunga, si bado ni muongo? Kaburi imepambwa, kaburi imechorwa, kaburi imekwa nini? Kaburi iliyopakwa chokaa. Kaburi imepakwa chokaa. Wewe na hizo nguo zako safi, nguo nyeupe pepepe, kazi ni kupiga bibi, kazi ni kutusi mke, kazi ni kutusi watoto. Na amejipaka vizuri kabisa, mrembo kabisa, wanamsifu. Roho ndio imeoza, kaburi iliyopakwa chokaa. Wewe Yesu anakuita. Nakwambia ole wako wewe kaburi wewe. Unafikiri utamficha Bwana wa mabwana? Unafikiri utaficha macho ya Mungu mwenye nguvu? Unafikiri umeficha binadamu, umepaka chokaa? Unafikiri hiyo Mungu haoni hiyo ni chokaa tu? Haoni ni marembesho umepamba kaburi kakaangu? Osha hiyo roho. Na roho iliyooshwa haiwezi oshwa na kazi zako. Kazi zako zimetoka kwa moyo uliooza. Hizo kazi pia zimeoza. Lazima kazi ifanywe safi, kazi ambayo inatoka kwa chemichemi safi, ambayo ni roho wa mwana wa Mungu. Kazi zako haziwezi kuokoa. Kufunga yako haitakuokoa, sala zako hazitakuokoa. Hizo zinatoka kwa moyo imeoza. Moyo safi pekee ni moyo ya mwana wa Mungu aliyejitolea. Alijitolea, alisema hakuna ambaye anachukua maisha yangu, hakuna anayechukua maisha yangu, hakuna, ninayatoa. Hakuna aliyempa Yesu. Alijitoa, akasulubishwa, akafa, ili wewe unayefaa kusulubishwa usisulubishwe kaka, na kifo kikashindwa kumuweka. Alikufa ili wewe usikufe. Wewe ungekufa milele, lakini Yesu alikufa na kifo kikashindwa kumweka. Hakuwa na uchafu wowote kaka, hakuwa na dhambi yoyote ndugu yangu.
alikuwa msafi kupindukia. Jioshe hiyo moyo iliyooza kutoka mwili wetu. Jioshe kwa damu ya Yesu. Jioshe kwa damu ya Yesu. Jioshe kwa damu ya Yesu. Maji ya Yesu yaliyotoka ubavuni mwake, safishika. Kuwa msafi leo katika damu ya Yesu. Kuwa msafi leo kutoka maji yaliyomwagika aliposulubishwa. Oshwa leo, safishika leo, oshwa leo. Kubali Yesu leo. Enda kwa Mungu leo. Sema, Mungu mimi ni ovyo. Mungu mimi ni kaburi. Mungu mimi ni muongo. Mungu mimi ni katili. Mungu mimi ni mzinzi. Mungu mimi ni mchafu. Sina chochote ninachoweza kufanya. Siwezi fanya chochote. Hata niombe aje, hata nisali aje, hata nifunge aje, hata nitoe sadaka aje, hata nijikate, hata nijipige. Siwezi fanya chochote. Nioshe wewe kwa damu ya Yesu. Nikubali kwa sababu ya Yesu. Nisafishe kwa sababu ya Yesu. Twende mamu. Nioshe. Nikubali kwa sababu ya Yesu. Nitakase kwa sababu ya Yesu. Njoo leo. Njoo leo. Anawakubali wote. Hakuna ambaye anakataliwa. Njoo jinsi ulivyo. Unasema, oh, nimekuwa nikimtusi huyu Yesu tangu nizaliwe. Njoo. Nimekuwa mzinzi miaka 10 imepita. Njoo. Nimekuwa mwizi nimeua. Njoo. Njoo mwenye uko. Njoo jinsi ulivyo. Njoo, Yesu anakukubali. Yesu anapenda wenye dhambi. Yesu anapenda wenye dhambi. Mwenye dhambi njoo. Mwenye dhambi tazama Yesu. Mwenye dhambi angalia Yesu. Njoo kwa Yesu leo. Njoo kwa Yesu leo. Njoo kwa Yesu. Sai. Si kesho kutwa. Unangojea nini? Unangojea nini? Kuja saa hii. Unangojea nini? Unangojea kuutisha mtu ruhusa? Njoo saa hii. Yesu mwenyewe amekupa ruhusa, njoo. Nakwambia njoo. Nakuita njoo. Nakusihi njoo. Nakulilia njoo. Nakuamuru njoo. Njoo. Yesu naomba.